Wewe na Pepitida mjomba nani mzuri? Mbona wewe mzuri mweupe mjomba una rangi ya mtume? Pepitida mweusi ting ting ting. Kamjengea mama yake nyumba, yeye mwenyewe kajenga nyumba, sasa hivi anatembelea gari. Wewe mjomba unatembea na miguu kama mwana wa Israeli. Angalia mjomba wako kigimbi kazi ziki. Sina hata gari ya kutembelea. Ganzi ganzi mwili wote umejaa ganzi. Ganzi ganzi nashindwa hata kutembea. Nateseka kwani utuoni mimi na mwanao. Mali zimekuwa shubiri, mali zangu Mwenyezi nitwe roho. Mambo. Kwa vipi? Kwa kutoka wapi? Nimetoka huko kwenye mambo yangu sasa hivi. Simu yako inapiga? Na dakika. Nianze mashuga. Password ile leo. Shika simu. Huyo na? Sabana maswali haya tena tunaulizani nani? Kwani umeona namba ya nani hapa? Kwani vipi wewe unaniuliza? Kwani vipi nakuuliza huyo nani? Kumbe jana ndio maana umenyomba simu yangu. Dodo niazime simu yako, kuna mtu kaniongea naye na kupa simu yangu, umechukua namba bwana yangu umeita kwenye simu yako. Na hapo umetokutana naye, si ndio? Mimi sijachukua namba. Nimetoka zangu hapa nimeenda hivi, nikakutana na gari. Imenipigia honi. Nimesimama nifanyeje? Kaniomba namba. Wewe mimi mtu mdogo eh? Sasa sikiliza nikwambie. Chezea mabwana hao. Mimi sio pili, sio unanielewa? Ulichokifanya chote nimekiona. Umechukua simu yangu, umechukua namba bwana yangu, umetia kwenye simu yako, umeenda kupigana naye, kuongea naye huko, sasa hivi ndio unarudi. Sasa sikiliza nikwambie. Uhakika uwapo, hiyo namba umpata wapi? Mimi yaani sikiliza kwanza nisikilize. Yaani atokeza kile huko kazini kwake, afike tu nje na kuombea kwa shepu gani? Tena sisi nikwambie. Kuwa na mipaka. Usijue unaelewa? Bwana wako, bwana wangu, usiingie kwenye mingo zangu, nitakuharibu. Bana usinichanganye bwana. Mimi mwenyewe hapa nishavurugwa, sawa eh? Usinichanganye kabisa. Naomba uniache. Huyo bwana mpigie mfuate. Mimi mwenyewe kanikuta njiani kaniomba namba, sawa? Sisi tukagombania mabwana wenyewe kila siku tunapeana UTI gono kila siku humu, sawa? Tena tuheshimiane dadangu. Subiri kwanza. Subiri. Shida nini? Shika. Hivyo unanichukuliaje? Kivipi? Hapa, hii njia hii. Hapa, hii. Tumepita hapa. Jana la kwanza nimechuma hapa, la pili nimechuma pale. Unanichukuliaje kwa mfano mnume? Nifikirize. Kwani wewe pesa hautaki? Mimi nishakwambia yule mtoto ni dili. Mtoto ni hela. Yule mtoto anamjua kijiji alipo. Kijiji hicho hiki hapa. Unajua saa ngapi sasa hivi? Mimi sijui mwenyewe bana mathalatha hayo bana. Baba jioni bosi anataka hesabu baba. Baba hesabu ya bosi. Baridi. We mwanangu mnume alage, nitazingatia, nitachukua kodi yangu ndani nitalipa. Fresh nitamlipa bosi. Nitaforce. Baba, nimekuja na simu na 99% sasa hivi mezima. Njia hii. Sasa nisikilize nikwambie, nyamaza, sitaki kukusikiliza tena. Chini ya mkolosha hapa sijui mpapai, sijui mgomba huu, nakaa. Zulula, utanikuta hapa. Nisikilize kwanza. Unipe Manubu. Wewe Manubu.
Niko pale chini ya mti. Manumbwe. Wewe Manumbu. Ana na mimi. Njoo tumtenda papa. Aya. Baba nenda. Mimi ndio naondoka hii. Nenda baba. Nipo nenda baba. Nenda baba nenda nipo. Hela baba nenda. Hela. Nenda. Baba. Njia moja nzuri kila muda, njia moja muda wote, uchawi tu umejaa kwenye kijiji, tunapotezana. Ningekuwa nishabeba ndosi zangu za Tegeta kibao sasa hivi. Ngoja kwanza nikumbushe enzi zangu za utoto. Bismillah. Badumwe. Ui. Nome. Tutakutana ba. Pozi fulani hivi. Ela. Jua ela we. Washuka tuondoke basi. Manumbu. Wewe Manumbu. Mnume. Nishapaona, nishapajua. Let's go. Where's the baby? Mtoto yuko wapi? Hela iko wapi? Njia nimeiona. Njia nimepata twali zetu. Let's go. Baba ukinishusha hapa nimepanda kwa lift baba. Ukinizungusha tena. Tegamka twende bana, wewe vipi na imani usinichanganye bana hapa. Ngoja sasa niruke. Naruka kama Michael Jackson. Michezo ya kudanga, ushawishi na club, pombe kali, Pili Msomali kujiuza, kutapeli, umbea, muulize Dodo Suzy, duka Suzy, chakula lakini nauza, chakula cha mwili Dodo na Pili, tishio ukiwa na pesa wanapita kama kipanga tari, hao kiboko, hae Pili na Dodo. Eti mama tena ananiambia nifanye kazi yangu niondoke. Hasa nikishafanikiwa kabisa kumteka huyu bwana kule akaja kwenye 18 zangu. Siwezi kuondoka. Yaani siwezi. Niende wapi na jumba kama hili? Yaani siwezi. Tutabanana hapa. Bwana namteka na kuondoka siondoki. Najua vizuri Mimi ndo Pili Msomali kisikia mwingine photocopy. Na sibi hata wala nini na bwana namchukua na nyumba nitakuja kuimiliki mimi. Jengo kama uniende wapi? Hapana. Yaani siwezi. Asapa ngoja kwanza nimpigie shoga yangu Dodo, nimtambie kwanza. Aone ninavyotamba katika jumba la kifahari. Huyu naye basi simu zote anaikaga wapi jamani? Mimi mwenyewe nina shauku nimtambie. Alipokea. Mpaka nanikia. Ngoja kwanza hapa niingia zangu live kwanza. Watu wanione kwanza ninavyotamba katika jumba la kifahari kama hili. Jamani mtap screen jamani, Pili Msomali, karibuni, no join, tap, mnifollow jamani. Mtap mshare live jamani. Niko lele kwenye jumba la kifahari, so shida zangu jamani. Tap screen jamani. Share live. Pili na Dodo wanauza wadada, wanatumia madawa bila kujua hatari ya maisha. Dodo na Pili kaka wa Pili, wakati mgumu dada anaijuza mama mgonjwa, lakini Pili anamuuza mama kwa pesa za
Mambo? Poa. Nimetoka zangu hivi nilikuwa nakuja huko kwako shoga yangu. Vipi sasa ile issue? Dawa. Maana zimeniishia udugu wangu. Sasa ngoja nikikutana na daktari wangu nimwambie. Ila inabidi uje hospitali. Uko hospitali mimi ndo nipakataa huko shoga yangu, ndo maana nikakutafutaga wewe ili sasa tutajuaje maendeleo ya afya yako? Shoga yangu unaniona au nioni? Hapa nani ananijua? Hapana. Inabidi ufanye vipimo tujue afya yako inaendeleaje. Shoga yangu nifanyie mpango. Tena sasa safari nataka za miezi hiyo. Tusisumbuane. Alafu mazingira yetu kama kawaida nitakupa. Poa shoga yangu, nakutegemea vipi? Poa. Vipi hapo kwenyewe mwanangu? Achia waso pasio sio. Oya. Leo mwanangu pale mtakati leo hela kama zote, yani hela mtiti kwenye kamali, yani mwanangu hela leo, yani hela za kutosha, hela zimemwagika, mchawi msingi tu mwanangu. Hizo habari nilizipata hizo mtiti wa kamali huo, lakini sasa mpaka mimi muda huu nimechili homu, mipango haieleweki. Nikaanza nikitoka alafu kule nikafika sina hela na ngasharubu. I not make sense. Wewe mwanangu unafeli wapi mwanangu kipala? Yaani wewe kila siku michongo yako yani ya kufeli yani. Yaani nakwambia kama msingi kadogo tu tukipata leo tunaenda kuchukua hela tayari ushaanza si hivi mimi leo. Okay. Cool down. Uncle! Jomba! Uncle! I'm coming. Mjomba, mimi nimekuta hapa na mchongo na ndugu yangu kama wa milioni 33 na 3,000. Kuna sehemu tutakiwa tukachukua hizo hela. Na hizo hela hapa tulipokwama upande wa nauli. Nikasema nimuite mjomba kidogo afiksi, kwa sababu mjomba nikipata hiyo milioni 33 na 3,000 na 3,000. Bati leo tunatia msauzi. Tia plaster nyumba, tunatia chopping. Ndani tia simboard gypsum, chini tunamaliza na tailizi, tunanunua TV. Na wewe nakununulia mjomba viguo vidogo vya kuogelea mtoni. Sawa. Kiasi gani? Shingapi? Oya kama 300,000, yani tukipata 300,000 tu mwanangu uhakika. Kama 300,000 hivi. Hela ndogo, unaweza ni nyingi tena mjomba. 300,000? Acha masiara mjomba. Mimi hiyo pesa sina. Labda niende kutafuta vibarua au nikalime shamba kule chini kwenye shamba la mama nanili yule. Lakini kwa haraka hiyo pesa ni nyingi. Siwezi kuimekimeki katimia. Sio leo wala kesho. Utasubiri sana mjomba wangu. We mjomba vibarua, we mshenga. Alafu ingekuwa na kukopa kweli ni hela yangu mimi mwenyewe, tukakalculate tukapiga hesabu ikasemekana na kudai 500,000 na 5,000. Nipe 300,000 tukafanyie mchongo wa maana tuje tujenge familia. Lakini we mjomba unashindwa hata kujiongeza. We mwanamke mzuri mjomba, kukosa masponsor kukupa hata 300,000. Yaani mjomba mkaidi sana wewe. Kwanza au masponsor unawazungumzia wewe wako huko mjini, nimewaacha. Mimi nimekuja kijijini kwetu. Nimekuja nyumbani kutuliza akili yangu, nilopitia yanatosha. Mjomba, mbona uniongezea mengine? Sasa kwa nini hao masponsor waache mjini wewe uje kijijini? Hapo ndipo ulipokosea mjomba. Hao masponsor ungewabeba twendeni tukatembee kijijini kwa mjomba. Sasa hivi tunasponsika. Tungekuwa tuna shida ndogo. Mara 10 wewe ungebaki huko mjini au masponsor wangekuja kijijini wangekuja mimi kunisponsi. Unashindwa hata kujiongeza mjomba. Toka ufike mjini sijai kuona hata siku moja umeingia live tap screen kutafuta watu wenye hela watuwezeshe. Wewe na Pepitida mjomba, nani mzuri? Mbona wewe mzuri mweupe mjomba, una rangi ya mtume. Pepitida mweusi ting kamjengea mama yake nyumba, yeye mwenyewe kajenga nyumba, sasa hivi anatembelea gari. Wewe mjomba unatembea na miguu kama wana wa Israeli. Angalia mjomba wako kigimbi kazi ziki. Sina hata gari ya kutembelea. Vitu vingine mjomba kujiongeza. Sasa kuna faida gani ya kumuua mumeo? Na umekuja kijijini unalima miogo. Kwa sababu mimi nathamini utu wangu. Mwili wangu mimi sio promotion.
na mimi hela yangu sio promotion. Unaendekeza tamaa mbele sana mjomba wangu wewe. Kumbuka mama alivyofariki, alituacha na wewe ndio ulotulea. Kumbuka mimi ni damu yako. Damu ipi bwana? Mimi group wewe group wechi. Damu gani mjomba? Nakupa 2 days. Nataka hela yangu. Nataka pesa yangu. Full stop, nimemaliza. Tusizoeane kwa sababu unaona tunachekeana sasa hivi na utia 32 unanichukulia poa. Kuanzia leo naweka 45. Na unataza kijani, magari yameruhusiwa, nikicheki dirishani naona ametumwa njiwa. Na kukata shingo usiku. Bila kunipa hela yangu, nakupa siku 2 hizo. Asante. Nashukuru. Lakini hiyo pesa mimi sinayo. Hebu toka hapa. Stress unajipa mwenyewe. Umeshindwa mjini huko kuweka maisha sawa, unakuja kijijini kuhangaika kwenye nyumba za udongo huku. Na wewe tamaa umetaja la nyingi 300. Ungetaja 1.5, utungepungukiwa nini? Wewe vipi na yeye mwanangu? Nitatajeje pesa 1.5? Pale mchawi tu etana 300. Ndio uhakika kuchukua zile hela. Zile hela zichukuliki hivi kwa msingi mdogo. Unasema 50,000 1.5. Anyway, cha kufanya sasa wewe nikopeshe mimi hela hata 200,000. Alafu mimi Jumanne, sisi watu wa Madaluweshi si Jumanne na kwa siku nzuri sana. Alafu usi ndio yule mjomba wako ule wa ushuani huyo tauni. Ndio yeye yule alomuua mumewe. Na wewe ukiingia kwenye 18 anakuua. Juzi kaua mende hapo kama ugomvi. Kaua mende 9 kwa ndala moja. Kifo chao nakijua. Oya wewe mtoto mzuri kama yule aniue mimi. Simenisela 45 sichekeshi. Oya sio kweli hapo kwenyewe. We cover hapo hiyo issue. Alafu mimi nikila na kulegeshea hela yako. Ukinipa 200,000 na kulegeshea 300,000. Oya we, hizo stori zako unazoniletea mimi usiniletee. Sababu mimi naona kama unaniambia ndombolo sasa hivi. Yaani mimi nito hela mfuko wa kushoto niweke mfuko wa kulia, si ndo maana yake? Sasa kama nikifungwa si unamchukua yule mjomba wangu mdogo ana vichuchu saa 4 yule mjomba wangu. Yule mzuri yule mtoto yule. Angekuwa sio mjomba wangu mimi nishaoa. Oya, subiri kwanza. Kile cheupe au sio? Yule mwenye klipsi fulani mdomo wake kama mdomo wa tetele yule. Si kile cheupe. Cheupe yule. Una uhakika kwamba ile uhakika shebele kwamba ile ukifeli mimi naondoka na mzigo? Unaondoka naye.